Naam, nakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Na leo kama nilivyokuahidi katika kipindi kilichokwisha ni kwamba siku hii ya leo tutakuwa tunaangalia Biblia. Na tutakuwa tunatanguliza mafundisho yetu ambayo tutakuwa nayo, na kwa hivyo tutakuwa na utangulizi wa Biblia. Hicho ndicho kichwa chetu cha siku ya leo. Na kabla hatujaingia pengine kuangalia somo hili, ningetaka tuangalie vifungu vya Biblia vifuatavyo, manake ni vifungu ambavyo vitaambatana na somo letu la leo. Na tuko na vifungu vitatu ambavyo tutaviangalia, na kifungu cha kwanza tutakipata kutoka katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Vile vile tutaangalia waraka wa Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 21, na vile vile tutaangalia waraka wa Ibrania sura ya 4 na mstari wa 12. Na katika waraka wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17, Biblia inasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuandikisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Vile vile katika waraka wa pili wa Petro, Biblia inasema kwamba mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na tunapoangalia waraka wa Ibrania, inasema maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya na nafsi na roho na viungo na mafupa yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatabua mawazo na makusudi ya moyo. Hayo ndiyo mafundisho ambayo yatatutanguliza katika somo letu la leo. Na kwa sababu tulisema leo hii tunataka kujifunza Biblia, na kichwa chetu ni utangulizi wa Biblia. Tutaanza kujiuliza Biblia ni nini. Na yamkini najua ya kwamba watu wengi hawana Biblia katika nyumba zao. Wao ni Wakristo, lakini unapokwenda katika nyumba ya Mkristo ni rahisi upate kwamba hamna Biblia. Na kwa hivyo hii ndiyo Biblia ambayo ina vitabu 66. Kwa hivyo Biblia ambayo tutakuwa tunaizungumzia ni Biblia iliyo na vitabu 66. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na Biblia, na haswa ningekuomba utafute Biblia ambayo inaitwa Study Bible, Biblia ambayo ina mwongozo wa masomo. Manake ukitaka kujua kwa mfano wakati unapohuzunika, ile Study Bible itakupatia nukuu nyingi ambazo zinahusu huzuni. Kama pengine ni ugonjwa, itakupatia verses ambazo zinazungumzia juu ya magonjwa. Kama ni safari, itakueleza. Vile vile siku hizi kuna mambo ya teknolojia. Ukiingia kwenye mitandao, siku hizi tuna AI ambayo ukiuliza AI swali lolote itakujibu. Kuna ChatGPT ambayo ukiuliza swali kwa la Biblia, swali lolote itakujibu. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na simu ya smartphone, alafu pia uwe na hiyo application ya ChatGPT. Vile vile unaweza kudownload Study Bible kutoka katika simu yako, ambayo itakupatia maelezo. Itakuwa nzuri sana kwako kama wewe pengine huna mazoea ya kusoma Biblia. Vile vile ni vizuri kuwa na kalamu wakati unaposoma, na vile vile ni vizuri kuwa na
notebook. Kwa hivyo kila wakati unataka kusoma Biblia, lazima uwe na Biblia yenyewe, Biblia ambayo ni nzuri, ambayo iko na mwongozo, vile vile notebook na vile vile kalamu, ili kuweza kunukuu na kuandika yale ambayo unayasoma. Na hiyo itaweza kukusaidia kwa sababu ya kujikumbusha baadaye. Na kwa hivyo kama tulivyosoma, nataka sasa tuangalie swali letu la kwanza. Biblia ni nini? Biblia ni mkusanyiko wa vitabu 66 ambavyo vimo katika kitabu hiki kimoja. Ni mkusanyiko wa vitabu 66 ambao umepangwa na kuwekwa katika kitabu kimoja hiki. Kwa hivyo kitabu hiki au Biblia hii ina vitabu 66. Na kwa hivyo kama nilivyosema, ni mkusanyiko wa vitabu 66 vilivyoandikwa na watu tofauti kutoka katika sehemu tofauti, vile vile katika nyakati tofauti, na vile vile katika mazingira tofauti, na ambavyo viliandikiwa watu tofauti. Kwa hivyo Biblia inakaa namna hiyo. Na tunapoangalia mpangilio wa Biblia pia tunaona ya kwamba Biblia imegawanyika katika vikundi viwili: Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale ni la ahadi, lilikuwa linatuahidi mambo mazuri ambayo yatakuja. Agano Jipya linatueleza mambo yaliyo kamilishwa na Yesu Kristo alipoingia. Kwa hivyo Agano la Kale ni ahadi ya kuja kwa Yesu Kristo. Agano Jipya linaeleza kuja kwake, huduma yake, kifo chake, kufufuka kwake, kurudi mbinguni, na vile vile ujio wa Roho Mtakatifu ambaye anaishi nasi hadi mwisho wa dahari. Kwa hivyo, na tunapoingia katika sehemu ya pili, ni swali pia ambalo linasema kwa nini Biblia ni muhimu kwa Mkristo. Na tutaangalia kitabu cha Zaburi ni 119 mstari wa 105, ambapo Biblia inasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hivyo kutokana na hayo au maelezo haya ya Biblia, tunaweza kujifunza ya kwamba Biblia huongoza maisha ya Mkristo, na vile vile Biblia humuonyesha Mkristo njia sahihi. Pia Biblia humuepusha Mkristo na giza la dhambi na udanganyifu. Na tunapoangalia pia katika sehemu ya 3, linaongea juu ya tatizo la Wakristo wengi leo. Kwa hivyo leo hii tunapozungumzia juu ya Mkristo wa siku hii ya leo, anakumbwa na matatizo gani katika maisha yake? Tutarejelea katika kitabu cha Hosea. Hosea ni sura ya 4 mstari wa 6, ambapo Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo Wakristo wengi kama tunavyojua hawana wakati wa kusoma Biblia, pengine kwa sababu ya shughuli zao nyingi, shughuli za kibiashara, shughuli za mambo mengi, hawana wakati wa kusoma Biblia. Hilo ni jambo la kwanza, na hilo ni tatizo la kwanza. Tatizo la pili ni kwamba hawaelewi mafundisho ya msingi. Vile vile Wakristo wa siku ya leo wanaweza kupotoshwa kwa urahisi. Wakristo wa leo wakati mwingi hutegemea hisia kuliko neno la Mungu. Na tunapoangalia sehemu ya 4 ni kwamba inasema Yesu alisemaje kuhusu neno la Mungu. Ni swali ambalo linasema Yesu alisemaje kuhusu neno la Mungu. Tutarejelea katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, ambacho Biblia inasema ya kwamba imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hivyo Mkristo
hahitaji chakula cha mwili peke yake. Pia anahitaji chakula cha kiroho. Na hicho chakula cha kiroho ni nini? Chakula cha kiroho ni neno la Mungu. Na tunapoelekea kufikia ukingoni, nina maswali matatu ambalo nataka kukuacha nayo. Na swali la kwanza linasema, kwa nini Wakristo wengi hawasomi Biblia? Kwa nini Wakristo wengi hawasomi Biblia? Swali la pili, kuna hatari gani ya kutokujua neno la Mungu? Kuna hatari gani ya kutokujua neno la Mungu? Na swali la tatu, tunawezaje kujenga utaratibu wa kusoma Biblia kila siku? Tunawezaje kujenga utaratibu wa kusoma Biblia kila siku? Na kwa hivyo kutokana na hayo, huo ndio uliokuwa utangulizi wetu wa masomo yetu ambayo tutakuwa nayo, na ninajua ya kwamba wakati huu umeisha jua maana ya Biblia. Unapomwona mchungaji wako pale kanisani akisoma Biblia au akiwa na Biblia, au kama kwako nyumbani uko na Biblia, umejua maana yake. Tumesema ya kwamba ina vitabu vingapi? 66. Agano la Kale lina vitabu 39. Agano Jipya vitabu 27. Na tunapoachana, nina aya ambayo nataka tuna aya ya kukariri ambayo inatoka katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, ambayo inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikiwa katika njia yako, ndipo utakapostawi sana. Umeelewa? Hiki kimejaa utajiri wa maisha yako. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na akutendee mema. Shalom.